Watoto tutulie. Marko 10 mstari ule wa 46. Marko 10 mstari wa 46. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Haleluya. Amen. Hata wakafika Yeriko, alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo, yule mwombaji kipofu, aliyekuwa ameketi kando ya njia. Haleluya. Yesu alikuwa katika safari yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alikuwa katika safari, kwa hiyo njia alikutana na yule mtoto wa Batimayo kipofu. Haleluya. Ambaye aliyekuwa ameketi pale kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kazi yake alikuwa akiomba. Haleluya. Kwa sababu alikuwa hajiwezi. Kwa sababu alikuwa hawezi akaona. Maana alikuwa ni kama kitega uchumi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kazi yake ni kuomba. Mtu akipita wamwekee hela. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye alikuwa haoni. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na hali isiyoeleweka. Alikuwa na hali ambayo ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo Batimayo alipokuwa ameketi mahali pale, hakuwa peke yake. Inaonyesha ya kwamba kulikuwa na mwingine anaona, aliyekuwa akimpeleka mahali pale kwa njia, ili akiomba akipata msaada. Haleluya. Lakini kumbe Mungu alikuwa na kusudi kupitia ile njia. Alikutana na yule mpendwa mahali pale. Maana alikuwa amezoea kazi yake ni kufanya nini? Kuomba. Tuendelee hapo mnenaji. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mwana wa Nazareti anapita mahali pale, hakunyamaza mpenda. Maana alikuwa ashapata habari ya kwamba kuna Yesu anaponya. Haleluya. Amen. Aliposikia ya kwamba ni Yesu anapita mahali pale, hakunyamaza. Alipaza sauti akasema, Mwana wa Daudi ni rehemu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inatuambia hakunyamaza alipoita mara ya kwanza. Biblia inatuambia alizidi kumuita. Halo. Amen. Ili apate nini? Uponyaji wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba Batimayo aliposikia ya kwamba Yesu Mwana wa Nazareti, alianza kupaza sauti na kumwambia, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Haleluya. Amen. Na wengi, ule umati wa watu walipomwona anapaza sauti, walimkemea ili anyamaze. Lakini yule Batimayo hakunyamaza, alipaza sauti akisema ya kwamba, Mwana wa Daudi ni rehemu. Haleluya. Amen. Kuna vitu labda wewe umejaribu kuomba, unaona mambo yako hayako sawa, kuna roho inainuka kukupinga, kunainuka vita ndani mwako ili ukate tamaa. Mpendwa, nakwambia usikate tamaa, maana
wengi walimkemea. Labda ndani ya maisha yako kuna vitu vinakemewa, kuna vitu vinanyamazishwa. Haleluya. Ili usione zile baraka za Mungu, usione utukufu wa Mungu. Nakwambia usichoke, songa kupaza sauti ukiita hili jina la Yesu, na Bwana atakujibu maombi yako. Amen. Haleluya. Amen. Endelea. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Haleluya. Yesu mara ya kwanza alipomuita, alipopaza sauti, hakusikia. Haleluya. Amen. Mara ya pili hakusikia. Lakini wale waliokuwa pamoja na yule Yesu katika ule msafara walisikia na wakamkemea na wakamwambia anyamaze. Lakini mara ya tatu alipopaza sauti, Bwana alisikia sauti yake, akatumana akamwambia, mwambieni akuje. Haleluya. Amen. Maana alikuwa anataka kujua ni nini huyu ndugu kinachomsumbua mpaka anapaza sauti kuniita. Haleluya. Amen. Alikuwa anataka kujua ni nini ndani mwake kinamtesa, ni nini ndani mwake kimekuwa kama ukuta. Haleluya. Alisema muiteni. Haleluya. Unapopaza sauti mara ya tatu, Bwana usikia sauti yako, utaka kujua unataka nini. Haleluya. Ili akuhudumie. Bwana Yesu asifiwe. Alipoitwa huyu kipofu, hakukataa. Aliinuka mpendwa, akasimama mahali pale. Haleluya. Alipoinuka alienda, hakuvunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anajua hoja yake imefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimwambia Yesu, akasimama na akasema, muiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Wale waliokukemea wanakwambia ya kwamba jipe moyo. Wale walitaka ushindwe, wale walitaka uchekelewe, siku ya leo labda watakwambia jipe moyo, safari bado ipo, utafaulu. Amen. Haleluya. Amen. Na Bartimayo hakuzuia. Biblia inatuambia ya kwamba kile kilichokuwa kinamzuia miaka mingi, Biblia inatuambia ya kwamba alitoa mavazi yake. Zile hali alizokuwa ya kwamba zimemzonga zonga, alivua. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hapa. Akatupa vazi lake, akaruka. Amen. Akamwendea Yesu. Amina. Endelea. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Amina. Akatupa mavazi yake, akaruka, akamwendea Yesu. Haleluya. Lile vazi lilikuwa limekaa ndani ya maisha yake. Lile vazi la kushindwa lilikuwa limekaa ndani ya maisha yake. Alilivua, akalitupa. Kila kitu akaachana nacho. Haleluya. Amen. Maana alikuwa amezoea kuombaomba mahali pale. Amekaa miaka mingi, ndipo pesa zinakusanywa. Hata labda alikuwa hazimfikii. Bwana Yesu asifiwe. Akasema siku ya leo, hili vazi nililokaa nalo hapa miaka mingi, siku ya leo ninalipua. Hali hii siku ya leo inaniondokea. Mateso haya ninayaondoa. Kila chochote kilichonikula ndani ya maisha yangu, ninakifua kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Alifua kila vazi lililokuwa limemshikilia miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui mimi na wewe ni vazi gani linalotushikilia miaka mingi, linalotuzuia tusisonge mbele, linalotuzuia tusibarikiwe, linalotuzuia tusifuke.
wako umwambie Bwana, nataka kitu fulani. Haleluya. Hatimaye alipoulizwa unataka nikufanyie nini, alimwambia nataka nione. Haleluya. Napoleleka hoja yako mbele za Bwana, sengine Bwana anakuuliza unataka nikufanyie nini, kile atakacho kitamuka ndani ya kinywa ndicho Bwana ataanza kukifanyia kazi. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Zile hali alizokuwa nazo miaka mingi. Halo? No. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya kukwama hawezi akaona. Yeye kwake alikuwa ni giza. Mchana ni giza, usiku ni giza. Haleluya. Hakuna kwake kuna nuru. Lakini alipopaza sauti huku kwa Yesu kulipokea uponyaji ndani mwake, aliulizwa na Mungu, unataka nikufanyie nini? Alijibu, mwalimu, nahitaji nikaone. Haleluya. Hitaji lako ndio Yesu analihitaji. Kile utakacho linena ndani ya Bwana, Yesu ndiye anaenda kuweka sahihi ili ukaone baraka zako. Amen. Haleluya. Amen. Uliza mwenzako, mzigo ni gani ulio nao? Muulize, ni mzigo gani ulio nao? Mzigo gani ulio nao? Halo? Hello. Amekwambiaje? Kuna mizigo tunabeba kama vile Batimayo. Batimayo kwanza mzigo wake alikuwa haoni. Hajui kuna mchana, hajui kuna usiku. Haleluya. Amen. Kipofu anajua kuna mchana na usiku kweli? Halo? Hajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unapopewa macho unaona vizuri, unajua sasa ni mchana. Usiku ukiingia unajua hii ni giza. Lakini kipofu alikuwa haelewi. Ndipo akaamua. Halo? Uliza mwenzako, ushawahi kuteseka? Wacha ile shida ya juu. Ushapitia jaribu. Wako ukasema, ai, sioni kama kuna Mungu. Halo? Hello. Ni wangapi washapitia jaribu? Wacha jaribu la njaa, ndio hiyo si jaribu. Kuna jaribu napelekwa kwa ukuta, wako nasema sina mbele sina nyuma. Hivyo ndo Batimayo alikuwa amepelekwa. Maana yeye alikuwa hajui. Anapelekwa na wenzake kuombaomba. Tusimame kidogo mama. Leo nitakufanya wewe kipofu, funga macho. Haleluya. Amen. Mimi ni yule niliyekuwa nabeba Batimayo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu niwekee kiti pale. Weka kiti hapo. Chukua kiti hapo weke. Huyu ni kipofu. Amen. Amen. Na ni hapa ni kama mlangoni, si ndio? Kando ya njia. Mimi ninamweka pale, lete kapu. Maisha yetu ni kama kipofu. Kazi yako ni kama upofu. Haleluya. Amen. Maana unapoenda kutafuta kazi haoni. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yule Batimayo alikuwa ni kipofu, haoni. Amen. Amen. Najua kipofu ni yule yani haoni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye hajui kumeangushwa ngapi. Lakini kulikuwa na yule ambaye ako naye. Amen. Inaonyesha ya kwamba yule mtu alikuwa yuko kando, anamweka mahali pale na anakaa kando. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo kazi yake mtu akiomba naombaje? Hiyo ndio kipofu bwana. Haleluya. Amen. Yeye alikuwa akiomba. Sitakwambia uache. Haleluya.
unapoona Raila akipita mahali ama mkubwa yoyote, sio kunakuwa vurugu. Hebu simameni watatu hapo mpite. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna watu wa baraka. Simama. Ndugu Katana simama, wale active. Maana hapa hakuna active. Yesu alikuwa anapita na wanaongea na sauti. Ongea na sauti. Huyu sasa anatauliza ni wakina nani wanapita? Huyu kipofu alikuwa anataka kujua ni wakina nani wanapita. Haleluya. Haya, pata sauti yako. Yesu. Mwana Daudi ni rehemu. Na nini unapita? Unaongea anataka kujua ni nani wanapita hapo. Yesu, mwana Daudi ni rehemu. Haleluya. Amen. Hivyo ndio sisi tunahitaji tupaze sauti kwa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hawa walikuwa wanapita ni wale wanafunzi wake na umati mkubwa. Haleluya. Amen. Na walipomwambia ni bwana mkubwa anapita, yeye hakunyamaza, alisema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Mmoja akamwambia nyamaza wewe, ni mkubwa anapita. Akapaza sauti, hali kinuka ndani mwako, paza sauti, muite Yesu ashuke ndani ya maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Upofu unaweza kuwa kuna hali inakukula lakini hauoni. Mwambie mwenzako kuna hali inakukula lakini huioni. Hali na kula na huioni. Hiyo ndio upofu. Lakini alikuwa mavazi. Halo? No. Mara ya ngapi alitupa hilo vazi? Mara ya Alipoinuka. alipoambiwa Njoo anakuita. haleluya. Na kipofu akafanyaje? Akatupa vazi. Sasa surushe vazi. Alirusha vazi la upofu. Amen. Na akamwendea nani? Yesu. Na wewe siku ya leo rusha hilo vazi lilo nani ndani mwako. Amen. Na Yesu akutembelee. Amen. 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 Aliporusha hilo vazi inamaanisha nini? Vazi inaweza kuwa ni udhaifu, vazi inaweza kuwa ni ufukara. Halo? Hello. Hebu mpe mwenzako high five. Mpe high five hata kama ni subaa, wacha yeye high five. Haleluya. Amen. Unaweza kukaa na mtu kumbe ni roho imeinuka ndani mwake. Wekelea mzuri. Achangamke. Hilo vazi lililokaa ndani mwake la upole liondoke. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipojua ya kwamba hili vazi limenikula miaka mingi. Yaani umesinywa na kitu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nimesinywa na kitu. Kimenikula miaka mingi. Huo ndio upofu wako. Bwana Yesu asifiwe. Alibidi afanye nini? Afue. Na muone Bwana. Na alipoenda pale Bwana alimwambia wataka nikufanyie nini? Hakusupaa. Hakuuliza jirani. Hakuuliza ndugu. Hakuuliza rafiki. Alisema nataka nipone. Hata wewe siku ya leo ukiambiwa funga macho usiangalie mtu. Jua wewe na Mungu nahitaji nini? Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ni nini Bwana amekutoa mahali pale. Kumbuka ni nini Mungu amenitendea. Na mbona hii hali sasa imeinuka tena? Huu pofu kwa nini umenivalisha tena? Lazima huu pofu uongolewe. Amen. Amen. Somaji tuendelee. 50. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara
akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 52 nasema, Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akafuata njia. Haleluya. Imani ulio nayo inue juu, viwango vya juu. Haleluya. Hata kama pale unaona ya kwamba haviwezekani, wewe maanisha inawezekana. Amen. Haleluya. Amen. Pale unaona ya kwamba hakuna mlango, wewe sema ya kwamba hapa ndo nitapitia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu upofu unapoondolewa, unapata ile ufahamu, unapata maarifa, unapata hekima, unapata mwangaza, unaona kilicho mbele yako, kuna rehema za utukufu. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako siku ya leo kuwa Bartimayo. Kwa leo kuwa Bartimayo. Beba imani ya Bartimayo. Beba imani ya Bartimayo. Alikaa miaka mingi. Alikaa miaka mingi. Lakini alimuona Bwana. Lakini alimuona Bwana. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa unapitia hali, unajaribu upate at least nuru na hauoni. Lakini si kwamba wewe ni upofu wa kabisa, miaka enda miaka rudi. Ni shetani anajaribu kukuchallenge wewe, na lazima ukatae. Useme hii hali imenikula siku nyingi. Yesu, songa karibu nami. Ninakataa hii hali, nahitaji ushindi, na Yesu ataachilia ushindi. Bwana ni Luka. Luka 18:35. Kuna vitu lazima kama vile Bartimayo tuviachilie. Maana kuna mambo ambayo tukiyawekelea hatutaona baraka za Mungu. Tukiyabeba hatutaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Amen. Lile vazi lazima tuliachilie, tumuone Bwana. Haleluya. Lazima tupokee ujasiri wa Mungu, tupokee uhodari wa Mungu, tujue Yesu anatenda. Haleluya. Kama vile Bartimayo aliona ya kwamba hapana, hili vazi hili limeniweka siku nyingi, sijaona nuru ya mwangaza. Siku ya leo ninavua kwa jina la Yesu. Haleluya. Alipoachilia, aliona utukufu wa Bwana, aliona ushindi, aliona kukumbatiwa na Yesu kwa rehema za Bwana. Luka 18:35. Msomaji. Luka 18:35. Ikawa alipofika Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Haleluya. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Haleluya. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa amekaa kando ya njia. Haleluya. Kazi yake ni kuomba sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali inaweza kuingia ndani mwako, ukaanza ya kwamba hauoni chochote hata ukifanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wako imefika mahali pako unapewa majina unaitwa ombaomba. Haleluya. Wakikuona, oneni yule dada, oneni yule ndugu, kazi yake ni kuombaomba. Haleluya. Lakini
Mungu alijibu huyu mtu. Haleluya. Amen. 36. Na aliposikia makutano wakipita, aliuliza, kuna nini? 37. Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Aliposikia mkutano mkubwa ukipita, aliuliza kuna nini? Aliposikia ile sauti ya watu wakiongea mahali pale, maana inaonyesha kulikuwa ni watu wengi, akataka kujua ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wakamjibu, ni Yesu wa Nazareti anapita. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia alipaza sauti. Amen. Amen. Ili aone utukufu wa Bwana ndani mwake. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Adamu, nirehemu. Haleluya. Amen. Alipouliza kuna nini, akaambiwa ni Yesu mwana wa Nazareti anapita. Biblia inatuambia alipaza sauti akasema, mwana wa Adamu, nirehemu. Haleluya. Na aliposema hivyo, Yesu alisimama akamrehemu. 39. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi, nirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale waliomtangulia. Kuna watu wamekutangulia ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapojaribu kulilia Mungu, unaona ya kwamba hakuna msaada. Haleluya. Amen. Lakini mpendwa, usichoke. Mpendwa, usikome. Zidi kupaza sauti. Hata kama ni nani aliyekutangulia. Haleluya. Wewe zidi kupaza sauti. Hata wakikukemea, wewe paza sauti. Wakikwambia nyamaza, wewe paza sauti mpaka upate jawabu lako. Haleluya. Amen. Waliomtangulia mbele yake wakamkemea. Wakikukemea wanakwambia wewe tulia. Hatutaki kusikia sauti yako. Hatutaki kusikia shida yako. Hatutaki kusikia hata chochote ukiongea. Haleluya. Amen. Wakikwambia nyamaza, wewe kuwa bubu. Yaani hawataki wakuone hata kinywa chako kikitamka ama kikinung'unika. Ni vitu unanyamazishwa kiroho. Haleluya. Ili usione mkono wa Bwana. Lakini yule mtu aliyekuwa kipofu hakunyamaza. Amen. Amen. Alipaza sauti. Amen. Amen. Mwana wa Daudi, nirehemu. Kumbe unapopaza sauti, Bwana hawezi akakuacha. Labda umeombea vitu vingi, haujajibiwa maishani mwako. Unasema, kwani Mungu hanioni? Kwani Mungu haoni hali hii? Kwani mimi nimerogwa na nani? Unaweza ukasema umerogwa, kumbe Yesu ako jikoni anatengeneza kilicho chako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yuko mahali pale anaumba baraka zako. Halo? Hello. Mwambie mwenzako, ukiona kuna vitu vinanyamazika ndani mwako, Muzika ndani mwako. labda Yesu anatengeneza. Labda Yesu anatengeneza. Haleluya. Amen. Usiweke mawazo tasa. Halo? Hello. Ukasema Yesu hayupo. Ama Yesu hanioni. Amen. Amen. Yesu anakuona. Yesu anakujua. Kuna kitu ndani mwako Yesu anakitengeneza. Ndio achilie ndani mwako ukaone baraka za Bwana. Haleluya. Amen. Kuna vitu zingine shetani huinuka mbele yako akazuia. Anapozuia, unaona kila mlango umefungwa. Lakini wewe mpendwa, mgeukie Yesu, ukimulilia Mungu, ukimwambia Bwana,
sitajibiwa, lakini najua Bwana utanijibu. Najua Bwana utaniwezesha. Najua Bwana utanibariki. Najua Bwana utaniinua. Hata kama huduma yangu iko chini, lakini wewe Yesu utanishika mkono. Wewe Yesu utanipaka mafuta tena. Wewe Yesu utanishika mkono tena, na Bwana atatenda. Amen. Haleluya. Amen. Kuwa na imani. Mwambie mwenzako kuwa na imani. Kuwa na imani. Jenga imani. Jenga imani. Haleluya. Amen. Ukiona vitu ya kwamba ni kama vinakufa, ona kwamba vinanawiri. Amen. Hello. Hello. Wewe ukiona tu kitu kwako, unajaribu kwenda kutafuta kazi na bounce. Unaenda kwingine unapahata, sengine anaenda kutukanwa. Sengine hata unarushiwa. Ushapita hata kwa barabara hivi kumenyesha maji, mwenye gari anapita. Yeah! Unaanza kumwambia, hata mimi nitanunua yangu. Haleluya. Amen. Anapita, anakumwagia nini? Haleluya. Usimtukane. Mwambie Bwana, yangu pia mimi inakuja. Haleluya. Amen. Hata kama mtu anakuchekelea, mwambie Bwana, utaenda kuniinua katikati ya maadui zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani. Utie moyo mwenzako. Haleluya. Amen. Jaribu kuweka imani yako viwango vya juu. Haleluya. Amen. Maana huyu mpendwa aliyekuwa kipofu, alipoambiwa akakemewa na akaambiwa nyamaze, angesikia sauti za wale angeona. Mwambie mwenzako, angesikia sauti za kukemewa na kunyamaza, angeona ushuhuda. Angesikia hizo sauti za kukemewa, angeona ushuhuda. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angeona. Lakini yeye hakushika zile sauti wala kule kukemewa, alipaza sauti. Ili anahitaji apate jawabu kwa Yesu, na jawabu alilipata. Aliambiwa, kwa imani yako imekuponya. Inuka. Ushike njia. Haleluya. Amen. Lakini yeye hakushika njia. Biblia inatuambia alifanya nini? Alimfuata. Hello. Hello. Siku ya leo Bwana akikutendea, usimwache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko wengi tunapobarikiwa tunasahau mahali Mungu ametutoa. Hello. Hello. Mguse mwenzako, mwambie ukibarikiwa, Barikiwa. baki katika huduma ya Bwana. Baki katika huduma ya Bwana. Haleluya. Amen. Usimwache Bwana. Amen. Amen. Maana yule kipofu hakumwacha Bwana. Alipoambiwa shika njia, alifuata nani? Yesu. Yesu. Na wewe Bwana akikutendea, usibaki nyumbani. Njoo mshukuru Mungu na muabudu maisha yako yote. Amen. Utamuona Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Lazima tumtafute huyu Yesu kwa kila njia. Amen. Kwa sababu huyu kipofu alikuwa anateseka jamani, miaka yake yote. Leo hii uwe kipofu na ulikuwa unaona, unapitia hali, tutalia. Hello. Hello. Lakini wewe unaona, na mbona unalia? Uliza mwenzako, mbona unalia? Yeah. Amen. Si tunalia? Hatutoi machozi, lakini tunalia. Amen. Amen. Unasema hauna amani, hauna fedha, vitu vyako haviendei vizuri. Haleluya. Amen. Muulize, uko sawa? Uko sawa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu ambavyo sengine unapata mambo hayako
huo ni upofu. Unahitaji kitu kizuri? Hakuna. Unahitaji uishi maisha mazuri? Hakuna. Unahitaji ukae ndoa ya thamani? Hakuna. Haleluya. Amen. Yesu anasema lazima tukagharamike kwake. Haleluya. Amen. Kila kitu tukakiombe kwake, tukamwambie huyu Yesu akatende. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata akakupa vyote bado hautatosheka mwanadamu. Si ni ukweli? Mwanadamu hatosheki. Tunahitaji neema ya Mungu ikatubebe kwa kila jambo. Unapotaka ni kumtafuta Mungu. Amen. Maana huyu kipofu alikaa siku nyingi, lakini aliposikia ya kwamba kuna Yesu wa Nazareti anapita hapa, alitaka kujua. Haleluya. Na alipaza sauti naye amwone Yesu. Kuna vitu ndani mwetu vimekauka. Kuna vitu ndani mwetu vimekufa. Kuna vitu ndani mwetu havina uhai, vinahitaji Yesu. Haleluya. Lazima tukasimame na Yesu. Na tunapobarikiwa lazima tukamshike huyu Yesu. Biblia inatuambia ya kwamba lazima tukamkumbatie kifuani kwa Bwana. Kumkumbatia kifuani kwa Bwana ni kufuata njia za Bwana na kutii sheria ya Bwana. Haleluya. Na kumtafuta. Amen. Amen. Unapoenda kumkumbatia huyu Yesu kwa kifua ni mwake na kukumbatia kupende. Haleluya. Hapo ndo utaona baraka za Bwana. Lazima uende jinsi vile Yesu anataka. Amen. Amen. Ndipo Bartimayo alikuwa lile vazi, akasema, hapana, nimepata kuona, nitamfuata huyu Yesu. Amen. Lakini Bwana alikuwa anataka nipeleke ushuhuda. Amen. Lakini mimi nitamfuata Yesu. Kuona kwangu, nimetoka mahali pale nilikuwa sioni mwangaza, nimeona mwangaza. Huyu Yesu ndiye nitamwangukia kifuani mwake. Haleluya. Wapendwa, tumtafute Yesu kwa shida zetu, kwa hali zetu, kwa fedha zetu, kwa mali zetu. Tumtafute Yesu. Amen. 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 Mwambie mwenzako tumtafute Yesu. Ile hali uliyo nayo, mwambie Yesu niponye. Amen. Amen. Hakuna lolote linalomshinda Bwana. Lakini ukienda kwa Yesu atakuponya. Unapomuita atakusikia. Bartimayo aliita mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yesu akatuma wale watu, endeni mumuite. Na akajamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Siku ya leo, jipe moyo mpendwa, mwenye ule mzigo, Yesu anakuita. Lile hitaji lako, Yesu akaliguse, ukapokea neema ya uponyaji, ukafunguliwe kwa jina la Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako siku ya leo Mungu akuponye. Leo Mungu akuponye. Geukia mwenzako mwambie siku ya leo Mungu akuponye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi napenda ushuhuda wa Bartimayo. Ushuhuda wa Lazaro. Haleluya. Amen. Kwa sababu ni ushuhuda ulio hai. Ukiangalia pia ule ushuhuda wa Mariamu Magdalene. Haleluya. Ule ushuhuda wa Martha. Amen. Wakati Martha yeye anahangaika kufikia mtumishi wa Mungu huyu Yesu. Haleluya. Lakini yule dada yake hakuhangaika. Alienda kukaa pale ili amsikize nani atatamka nini ndani mwake. Lakini Martha alipoona vile, alimwambia Bwana, mbona huyu ndugu yangu hanisaidii? Uliza mwenzako, unapenda kulalama? Unapenda kulalama? Huko kulalama hakuendi mahali, hakukupeleki mahali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Martha alianza kumwambia Yesu, mbona
ninahangaika mimi, ninapika. Alimwambia nini? Yesu alitamka akamwambia Martha nini? Kwamba amejichagulia fungu lililo jema. Alijichagulia fungu lililo jema. Kumbe kwenda kuketi kwa Yesu na kumsikiliza, Mary alichagua fungu zuri. Yesu hakuja kwa chakula. Yesu alikuja kwa wale wanaomhitaji. Hello? Hello. Hello? Hello. Hata mimi namhitaji Yesu. Sijui wewe mwenzangu namhitaji nani? Amen. Amen. Ikifika wakati wa Bwana, tunapomlilia huyu Yesu ashuke, si wa kuangalia huku na huku. Ni mimi nimuite Yesu ndani mwangu, asikie sauti yangu, ajibu maombi yangu. Haleluya. Kile ninachokihitaji kinatoka kwake. Amen. Tusimame. Tusimame.